Hujambo tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Jumaa tarehe 21 mwezi Agosti ama mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukiangazia yanayojiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya Kongo. Na hilo ni jeshi la Kongo lenyewe ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo pamoja na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23, ambalo pia kwa upande mwingine limekwisha kujiunga na kundi la Twirwaneho, sana ni kutoka kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo la Fizi, Uvira na Mwenga, kundi ambalo pia linaendelea kushtakiwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda ama na jeshi la Rwanda la RDF. Na bila kuponda muda, nataka moja kwa moja tuingie kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukianzia mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Mapigano makali yaendelea kupamba moto kati ya pande zote mbili, sehemu nyingi tofauti mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Na nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu kwa mapigano makali ambayo yameripotiwa hapo jana. Hapo ni katika eneo la Fizi, eneo la Walungu na eneo la Kalehe. Yaani mambo ilikuwa ni mabaya hapo jana sehemu nyingi tofauti mkoa wa Kivu Kusini. Nataka tuanzie habari zetu kwa tangazo ambalo limeandikwa na msemaji wa M23 akidai kuwa kuna mashambulizi makali sana ambayo yameripotiwa tena hapa Minembwe hapo jana, kwanza masaa za asubuhi, mchana hadi jioni. Aliandika tangazo la kwanza ikiwa saa 7 kamili. Hapo jana ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Nous prenons à témoin le peuple congolais ainsi que la communauté internationale face au massacre des populations civiles perpétré par les forces coalisées du régime de Kinshasa, qui poursuivent leurs attaques sur l'axe Minembwe au moyen de mortiers de 82 mm, de drones kamikazes et TK-6, Amatika 6. Par ailleurs, ce jeudi le 20 août 2026, dès 5h30, les mêmes forces ont lancé des attaques simultanées contre les zones densément peuplées de Luntukulu et de Luhago, dans le territoire de Walungu. Ces opérations ont causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, affectant directement les populations civiles et leurs biens. Hili ni tangazo la kwanza. Nataka tuingie kwa tangazo la pili. Mise à jour sur la guerre imposée par le régime de Kinshasa. Ce jeudi le 20 août 2026, à partir de 6h45, les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les milices Wazalendo, les mercenaires étrangers, ainsi que la force de défense nationale du Burundi, ont intensifié leurs bombardements contre les villages densément peuplés de Rugezi, Nyaruhinga et Mukoko, dans l'axe de Minembwe, à l'aide de mortiers de 82 mm, de drones kamikazes et Kati-6. Cette campagne d'extermination menée quotidiennement contre les populations civiles avec le soutien politique, diplomatique et matériel de certains États et de certaines sociétés militaires privées ne saurait être banalisée ni tolérée. L'Alliance Fleuve Congo bar 123 réitère son engagement indéfectible
à défendre et à protéger les populations civiles. Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et faire face à toutes menaces. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, haya ni matangazo mawili ambayo yaliweza kuandikwa na porte parole ama msemaji wa kundi hila waasi wa M23. Tangazo la kwanza limedai kuwa kuanza saa 11:30 za asubuhi hapo jana kumeripotiwa mashambulizi makali sana kutoka jeshi la Kongo pamoja na wazalendo. Hapa ni katika eneo la Walungu, sehemu ambayo imejulikana kama Luntukulu Luhago, pale ambapo inasemekana kuwa mambo ilikuwa ni moto bila moshi kwenye uwanja wa mapigano sehemu hii. Tukijaribu kuenda upande mwingine, kwa upande wa wazalendo pamoja na jeshi la Kongo, wanadai kuwa Luntukulu kumeripotiwa mapigano makali pia, na waliweza kukamata mojawapo mwa wapiganaji ambao wanapatikana kwa upande wa kundi hili la wapiganaji wa M23 sehemu hii ya Luntukulu. Huyu ni Daniel Michombero ambaye aliweza kuandika jambo hili, akasema kuwa les wazalendo présente un des éléments RDF neutralisés sur le front sud. Ils ont également récupéré ces armes, appareils de communication à Luntukulu, dans le groupement de Mulamba, territoire de Walungu, alors que le combat entre les wazalendo de la synergie de l'axe Walungu, Shabunda, Kabare et Mwenga, conduite par le général-major Maheshe Kahasha Foka Mike, Dissimba Wankutu, et les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo Barre 23 continuent à s'intensifier. L'ennemi tenu en échec est en train de fuir le champ de bataille suite aux résultats positifs en faveur de Vaya Wazalendo, a déclaré une source sécuritaire dans la zone. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tukiwa bado sehemu hii ambayo imejulikana kama Luntukulu, pande zote mbili zimekwisha kudhibitisha kuwa kumefanyika mapigano makali sana hapo jana, kuanza masaa za asubuhi na mapema, wazalendo wakionyeshana mojawapo mwa wapiganaji wakidai kuwa ni mwanajeshi wa M23 ambao waliweza kumkamata pamoja na vifaa vyake vya mapigano pamoja na vile ambavyo alikuwa akivitumia kwa mawasiliano ama appareil de communication. Sasa mambo ilikuwa hivyo katika eneo la Walungu. Hapo ni karibu eneo la Walungu imepakana na eneo la Uvira, lakini pia nafikiria na eneo la Kalehe kwa upande mwingine, kama na Kalehe sijui. Tunapoendelea bado, ndugu mtazamaji na msikilizaji, tangazo la pili la kundi hilo wapiganaji wa M23 wanadai kuwa kwanza saa kumi ilikuwa ni 6h45 minutes. 6h45 minutes, amesema kuwa upande wa serikali ya Kongo, les forces coalisées, ametaja jeshi la Kongo, FDLR, wazalendo, mamluki pamoja na jeshi la Burundi. Amesema kuwa aliweza kuleta mashambulizi mengine makali sana sehemu ambayo imejulikana kama Rugezi, Nyaruhinga, Mkoko, dans l'axe de Minembwe à l'aide de mortiers 82 mm pamoja na drone aina ya kamikaze pamoja pia na KT6. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, baada ya mapigano hayo, mapigano mengine makali yaliweza kuripotiwa axe Minembwe, sehemu ambayo imejulikana kama Rugezi, sehemu ambayo imejulikana kama Mkoko, msitu wa Mkoko, na sehemu ambapo kumejulikana kama Nyaruhinga. Tukiwa bado kwa habari hizi za mashambulizi haya ya Mkoko, nataka tuone jinsi serikali ya Kongo waliweza kuandika kuhusu habari hizi. Un drone appartenant au groupe armé M23 et à ses alliés a été abattu par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ce jeudi le 20 août 2026 dans le territoire de Fizi, situé dans la province du Sud Kivu. L'appareil a été neutralisé vers 8h du matin dans la localité de Runyengo,
situé entre les villages de Mukoko et Mlima. Selon le sous-lieutenant Rigan Mbui Kalonji, porte-parole des opérations Skolade Sud, hors Sud Kivu, cette intervention fait suite à plusieurs attaques menées contre les positions de l'armée loyaliste dans les hauts plateaux de Fizi, que les forces gouvernementales déclarent avoir repoussées. L'armée congolaise a invité la population locale au calme, réaffirmant son engagement à maintenir la sécurité et l'intégrité du territoire dans la region. Mtazamaji na msikilizaji, wakati ambapo Lawrence Kanyuka anatangaza kuwa wamepata mashambulizi makali hapa akse Nyaruhinga, Mukoko, Rugezi, anamaanisha ni akse Minembwe yote kwa ujumla. Sasa kwa upande wake Rigan Kalonji ambaye ndiye msemaji wa jeshi la Kongo, sema ambaye amejulikana kama Sukolade ama kwa operesheni hizi za Sukolade, alidai kuwa hapo jana waliweza kuneutralize ama waliweza kupiga drone ambao wanadai kuwa ilikuwa ni kwa upande wa M23. M23 inadai kuwa wao waliweza kushambuliwa na drone kamikaze kutoka jeshi la Kongo pamoja na mortier 82 mm pamoja na drone hizi zingine aina ya teke ama kete 6, pale ambapo ni mtazamaji na msikilizaji, pande zote mbili zaendelea kulaumiana kuwa wameshambulia wengine na wengine wanasema kuwa wameshambuliwa na wengine, lakini serikali ya Kongo inadai kuwa iliweza kuangusha drone ambayo ilikuwa inawavamia kutoka jeshi la Kongo. Kutoka kundi hili la wapiganaji wa M23. Wao wanadai kuwa waliweza kuangusha drone hiyo ambayo ilikuwa inashambulia kutoka kundi hili la wapiganaji wa M23 pa Mlima. Hapo ni karibu na Mlima, sehemu hiyo ambayo tuliweza kuisoma. Na kuna habari zingine ambazo tumezipata ya kwamba mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Nataka nisome hapa alafu tukuje kuendelea. Triste nouvelle de dernière heure. Des rapports de nouvelles indiquent qu'il y a des affirmations que plusieurs véhicules militaires burundais qui venaient de Baraka, Fizi, se dirigeaient vers Lusuku.0 Kananda, ont été frappés par des drones hier soir. Des centaines de soldats sont affirmés être morts et d'autres centaines gravement blessés. Il est allégué que certains de ces véhicules sont entrés en collision avec les soldats et de l'équipement militaire. Nous cherchons encore des informations précises. Mtazamaji na msikilizaji, inasemekana kuwa mambo yaendelea kuharibika kwenye barabara lote la kuinuka ukitoka Fizi ukielekea Baraka, ukitoka huko chini Baraka ukielekea Fizi, ukielekea Lusuku Mlima, pale ambapo kunaendelea operesheni kwa sasa. Inasemekana kuwa kuna wanajeshi wengi kutoka nchini Burundi, gari nyingi ambazo ziliweza kushambuliwa na drone ambazo hazijajulikana ni drone gani, lakini inaeleweka tu inafaa kuwa ni drone ambazo zimetoka kwa upande wa M23. Ndugu aliweza kuandika habari hizo kwa Kifaransa, lakini pia kuna chanzo kingine ambacho kiliweza kudhibitisha habari hizi kwa Kiswahili, akisema kuwa duru za habari zinaeleza kuwa kuna madai kwamba magari ya kijeshi ya Burundi ambazo zilikuwa zinatoka Fizi kuelekea Lusuku.0 hadi Kananda yalishambuliwa na ndege zisizo na rubani, drone. Inadaiwa kuwa baadhi ya magari hayo yaliteketea pamoja na wanajeshi na vifaa vya kijeshi. Hizi ni habari ambazo ziliweza kutufikia, tunaendelea kuzifanyia uchunguzi tujue ni kweli. Kuna video ambayo tuko nayo ambayo alikuwa anajaribu kuonyesha
mambo hayo yakifanyika, lakini bado tunaendelea kufuatilia mambo hayo, tujue haswa ukweli wa gari hizo ambazo inadaiwa kuwa ziliweza kushambuliwa zikielekea kwenye uwanja wa mapigano. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, mambo yaendelea kuchafuka kuwa mabaya sehemu nyingi tofauti. Kabla tuelekee sehemu zingine ambapo kunaendelea operesheni kubwa, nataka nikuombe kama ni mara yako ya kwanza kutufuata, bonyeza button hiyo nyekundu ambayo imeandikwa subscribe kwa Kizungu, sabone kwa Kifaransa, jiandikishe kwa Kiswahili, ndiposa uendelee kuzipata update zetu za kweli tena za kuaminika. Kumbuka kuwa hii ndio channel pekee yake ambayo huleta habari za kweli tena za kuaminika bila kuegamia upande wowote kuhusu yale yote ambayo yanaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Burundi. Na mambo hayo yote yanajiri wakati ambapo kwa pande zote mbili wanapatikana nchini Uswisi ama Swisse kwenye meza ya mazungumzo, tena wale ambao ni delege kutoka kundi la wapiganaji wa M23 na wajumbe kutoka serikali ya Kongo. Operesheni zinaendelea iwapo pia wanapatikana huko Montreux nchini Swisse ili kuendelea na hatua za mazungumzo ambazo waliweza kuzianzisha hivi karibuni. Lakini kabla turudi kwa mambo hayo yote,